Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Tumpigie Bwana makofi. Appreciate the Lord with a great hand clap. Namshukuru Mungu kwa sababu ya ibada ya siku ya leo. I thank God for the service today. Asubuhi njema. It's such a good morning ambayo tunaingia katika mafunzo. that we get into the teachings of the day. Kwa hiyo tunahitaji kila mmoja uwe makini kulisikia neno la Therefore, Bwana. we need every one of us to be very keen to listen to the word of God today. Tunajifunza baada ya siku 3. We are learning a topic about after 3 days. Baada ya siku 3. After 3 days. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Baada ya siku 3. After 3 days. Tusoma katika kitabu cha Luka. We shall read from the book of Luke. Mstari wa 18. Chapter 18. Na sura ya 32. Verses 32. The Bible says, kwa kuwa atatiwa mikononi mwa mataifa, atafanyiwa dhihaka, atatendewa jeuri na kutemewa mate. Nao watampiga mijeledi, kisha watamuua, na siku ya 3 atafufuka. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Nataka tujifunze mambo mawili yaliyofanyika msalabani. I want us to learn 2 things that happened at the cross. Amen. Amen. Na haya mambo mawili, And these happenings, kwa macho ya mwanadamu, in the eyes of a human being, angeona kama kuna kushindwa. we'll look at it from a point of defeat. Lakini kulikuwa na sababu But there was a good reason ya haya mambo mawili. for these 2 things to happen. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Jambo la kwanza ambalo lilifanyika msalabani, One of the things that happened at the cross, Yesu alilia. Jesus cried. Tasoma kitabu cha Luka We shall read the book of Luke. 23 na mstari wa 46. Luke chapter 23 verse 46. And the Bible says this, Yesu akalia kwa sauti kuu akasema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Unapotazama habari ya msalaba, When you look at the news about the cross, wakati ambapo Yesu yuko msalabani, the time when Jesus is at the cross, hukutegemea kama Yesu anaweza lia. we didn't expect if Jesus could have wept. Na wengi wanatafsiri vibaya kwa ajili ya hiyo. And some people are interpreting it wrongly because of this moment. Lakini sababu ya Yesu kulia msalabani, But for the reason of Jesus crying at the cross, alikuwa anatuwakilisha kwa Mungu. he was there to represent us before God. Wakati wowote katika maisha, At any time in life, unapotaka kuingia kwa hatima yako, when you want to get to your conclusion au kwa destiny or yako, to your destiny, kuna kuaga na kubadilika hapo katikati, there is always transformation. au kuna kuaga na uchungu fulani Oh, ili uingie kwenye destiny There's yako. so much pain for you to get into your destiny. Hauwezi kuingia kwa baraka zako pasipokuwa na uchungu. You cannot get into your blessings without pain. Na mtu yeyote ambaye anaogopa uchungu, And anyone who fears pain, huyo ni mtu ambaye hana upeo mkubwa. is that person that does not have a good or bigger future or heart. Kwa sababu ili kuingia kwa baraka, For you to get into a blessing, baraka iliyokuwa kuu, blessing that is big, kuna uchungu. there is pain. Kwa hiyo Yesu And therefore Jesus, anatuwakilisha sasa he is now representing us kwa Mungu. to God. Na wakati anapotuwakilisha, And the time of representing us, akalia. he cried. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Yesu Jesus akalia. cried. Kwa nini analia? Why is he crying? Kwa sababu analikamilisha au anaenda kuzaa kanisa. Because he is going to give birth to the church.
Biblia inasema ya kuwa The Bible says, akiwa msalabani at the cross, akadharauliwa, he was looked down upon. akapigwa. He was beaten. Hizi vitu vyote All these things, tunaona ya kuwa anatafuta kanisa. we are seeing that is after the church. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kwa hiyo baraka ya mtu, And therefore a blessing that belongs to someone, kila aliyeinuliwa na everyone Mungu who ever been lifted by God, ainuliwaki hivi hivi. it is not easy for him just be lifted, just anyhow. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Ukitaka kidogo, If you want small or little, utabarikiwa kidogo. you will be blessed little. Ukitaka mingi, If you want more, utabarikiwa mingi. you will be blessed much. Nataka kusema nini? What am I saying? Machungu mengi katika maisha ya mteule That so much pain in a beloved or ni a brother, baraka nyingi katika maisha it yake. brings more blessings in your Lakini life. wakati unajiona wewe ni mtu ambaye majaribu kwako hakuna, But at the time when you look at yourself, there are no temptations. ujue ya kuwa wewe hauna future mzuri. Understand that there is no good future for you. Kwa hiyo usubuhi ya leo nataka kukwambia hivi, Therefore, this morning I want to tell you mateso unayoyapitia that the tribulations you're going through inakutengenezea utukufu wa is kesho. making a glory for you tomorrow. Inawezekana mtu akakuona ni kana kwamba hakuna kitu katika maisha It's yako, possible someone looks at you and sees nothing in your life, lakini unatengenezwa. but you are being made, prepared. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Kwa hiyo unapoona mtu And therefore, when you look at someone, anabarikiwa, he is blessed. ujue aliomba Mungu ambariki. You will know that he prayed to God to bless Wakati you. wowote unaomba Mungu akubariki, Anytime you pray to God to bless you. neno lingine katika ufalme inabadilika hilo neno, In other words, in the kingdom, that unaomba changes matatizo na ziki. that you are asking for troubles. Sijui kama unaelewa hapa. I don't know if you understand this. Unapoinua mikono That when you lift up your unamwambia hands Mungu, ninaomba and you tell unibariki, God that I pray you bless me. nataka uniinue, I want you to lift me. nataka nione wema wako, I want to see your goodness. nataka nione baraka I zako. want to see your blessings. Hayo maneno yanabadilika. Those words changes. Nataka matatizo, I want trouble. nataka vita, I want nataka wars. kila aina ya I mateso, want trouble. lakini najua katika But haya I know mateso in this sitazama, I will not drown, nitainuka. but I'll be lifted. Bwana asifiwe. Praise the Lord Jesus. Kwa hiyo wakati ambapo And therefore, in this time, unamuona mtu when amebarikiwa, you look at someone being blessed, mtu ameinuliwa, someone is lifted, hapana kumwambia ya kuwa anajivuna. don't tell them that you're boasting. Acha kumwambia sema anajiona. Don't say that you're boasting. Haujui You don't know alilia mara how ngapi much time he cried ili afike mahali to alipo. get that level where he Haujui ni kesha ngapi how alienda. much cautious he went through. Haujui You don't know ni nini aliyojitoa. how much time Kwa hiyo he gave acha out kuambia himself. watu Therefore, don't tell people wanaringa. that you're boasting. Hapana. No. Ukimwona mtu amebarikiwa, If you see someone, kuna mahali there alipitia. must be a place Alipitia he passed kilio, through. alipitia He kudharauliwa, has been looked alipitia upon and kukataliwa, and being rejected. alipitia mateso yote, So much alafu trouble. Mungu And then God, akamtengeneza. he had to prepare Kwa him. hiyo ili kuingia kwa And for you to baraka get into your blessing, kuna kilio. there is always a Yesu cry. anatuwakilisha And Jesus is kwenye representing us msalaba. at the Biblia cross. inasema Yesu The Bible says that Jesus, akalia. he cried. Kumbe hata kama nalia, And even if he's crying, sikuanza mimi, I didn't want ninayemfuata the one I'm au following ninayemwamini or the one I believe in. alilia. Alilia, He cried. lakini kilio chake But his cry, kilikuwa kinaniingiza mimi na wewe it was ushering me and you katika ufalme, into the kingdom, ili majina yetu so that our names yaweze kuandikwa. be written. Sisi ambao We tulikuwa mbali, who are too far, sisi ambao we tulikuwa hatufai, who are not worthy, sisi ambao us tulikuwa watumwa, that were slaves, lakini kwenye msalaba wa Yesu at the cross of Jesus,
Kwenye msalaba wa Yesu. At the cross of Jesus. Yesu akiwa msalabani. While Jesus was at the cross. Anachukua aibu yote. He was taking all of our shame. Anachukua fadhaa zote. Taking every shame that we had suffered. At the cross. Akalilia kanisa. He cried for the church. Akasema nazaa sasa kanisa. And he said that I'm now giving birth to the church. Hakuna mwanamke. There is no woman anayezaa that can give birth pasipo kulia. Without crying. Hata kama even if unakuaga na roho ngumu. You are that person who is a hardcore. Hata kama even if wewe ndio weye. You are that hardcore person. Kunakuaga na uchungu. There is always pain. Dakika ya mwisho. Of the last minute. Na huu uchungu. And this pain. Hauwezi kuueleza. You cannot even explain it. Lakini huu uchungu. And this pain. Hata kama unausikia. Even if you feel it. Ndani yako unasikia uchungu. In you you feel the pain. Ndani yako kuna tarajio. But in it there is that. Nafasi. There is a time you are saying that kukumbatia I want to carry my child. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Mzazi wote yuko hapa. Every parent anajua. Here, you understand. Kama hujafikia huo uchungu. If you've not come to that pain. Hata wewe mwenyewe unajua. Even yourself you know. Saa haijaenea. That yet it's not time. Unajua tu. You understand that. Najua hapa. You know here. Hapa kwenye mimi naweza pita. Even this time I can walk around. Bado. Not yet. Bado. Not yet. Unasikia tena mgongo nauma. Oh, you feel your back pains. Oh, unasikia tumbo. You feel your stomach. Lakini sasa utaanza kusikia. But the moment you'll begin feeling it. Baada ya dakika 2 inakuja. After 2 minutes later. Inakuja. It's coming. Inakuja. It's coming. Haiachi tena. Unajua sasa hapa. Then you know this uchungu mkali ambao unafatana sana. Nataka kupokea. Then I'm going to receive. Praise the Lord. Wewe unapoona uchungu. Therefore when you see pain, unakuja sasa. It's coming down. In such a powerful way and it doesn't stop. Tarajia. Then expect. Saa ya kusukuma inafika. It is a time to push. Na unaenda kupokea. And you're going to receive. Amen. Hallelujah. Lakini matatizo. But the problem. Watu wengi na saa kama hii. So many people at such time. Wanakimbia. They want to run away. Na ndio wakati. And that's the time. Wa baraka yao. Of your blessing. Hauwezi zaa mtoto. You cannot give birth to a child. Kama hujapitia uchungu mkali. And you've not gone through pain. That is so severe. Uchungu ambao. A pain mwanamke wowote that any woman anasikiaga hata nywele ang'oe. You want to feel that you want to pluck or remove all the hair from your head. Unajifikiria hii cheni nimevaa ndo inaniletea uchungu. You feel maybe the chain that I'm putting on the one that's causing my pain. Ukishaona mama anaanza vua kila kitu. Remove everything from your body. You take off your chain. Unanyamaza. And then you keep quiet. Unaona anaanza toa pete. And then you begin to take off your ukimuuliza ni nini? If you ask them what is it? Niache. Oh, leave me. Niache yangu bwana. Just leave me please. Anaiweka pale. Then put it down. Unaangalia unashinda you wonder what is wrong with this person. Bara anaenda anashika hata chuma. Touch everything. Catch even hold on a certain mpaka unashinda. Then you wonder. Unataka kungoa hii chuma. Do you want to break down this akwambia niache structure? And it tells you hiyo leave me. Kipindi mwanamke hataki kusema. That time she doesn't want to speak. Maana ukimwongelesha ni kama unamkwaza. Speak to them you even adding more pain. Niache venye niko. Just leave me the way I am. Akikushika. If he get hold of you. Just like this. He doesn't leave you. Mpaka kiache. Until when the pain stops. Manake atakufinya. Because she will really press you. Hasiki. She doesn't hear you. Atakushika. She will hold you. Mpaka kinyamaze hivi. Till when she's quiet. Ndio anakuachilia. Then leaves you. Nilikuwa nafanya nini? What was I doing? Anapumzika kwanza. Then take some breath. Take some breath. Ni nini? What is happening? Mbona unapumua hivyo? Why are you breathing like this? Niache yangu. Just leave me please. Mniache yangu. Leave me. Lakini dakika ya mwisho. But the last minute. Wakati mtoto anataka kutoka. Now the child is coming on the way. Wakuita Yesu. At the time those people who are calling Jesus, they will call. Mama ataita. Those call their mothers, they will call. Hata kama wewe njoo unaiwaka. Even if you are that person. Kuna ile sauti ya mwisho. There is that last voice that you always produce. Alafu mtoto anatoka. And then a child comes out. Bwana asifiwe. Hallelujah. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Kwa hiyo, therefore, Jesus akalia. He cried. Kwa sababu anaingia
Because he is getting kwa destiny nyingine into a different level of ya destiny, kuwaleta of bringing people wanadamu kwa Yesu. to God. Kitu ambacho ni cha pili The second thing ambacho kilifanyika msalabani, that happened at the cross, maisha ya Yesu the life of Jesus yalijaa miujiza mingi, was full of so much miracles. lakini kwenye msalaba But at the cross, hakukugua miujiza. there was no miracle. Nakwambia ya kwanza, I'm telling you, Yesu analia. Jesus cried. Ya pili, And the second one, kwenye msalaba at the cross, miujiza there are miracles. hatuioni. We are not able to see any. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Huyu Yesu alionekana na uwezo mwingi. This Jesus was seen with full power. Alikuwa na nguvu zote. He had all the power and authority. Kwa kuwa yeye alikuwa ni mwanadamu, Because at the first one side he was a human na yeye ni Mungu. and he was God. Lakini kwenye msalaba, But at the cross, natafuta huo muujiza. I am looking for that miracle. Ule muujiza hauonekani. And that miracle is not seen. Kuna miujiza ambayo Yesu ameifanya. There are so much miracles that Jesus did. Yesu alikuwa ni mponyaji. Jesus was a healer. Aliponya watu magonjwa. He healed people of their illnesses. Tena magonjwa ya kila aina. And every kind of illnesses. Yesu alitembea juu ya bahari. Jesus walked on the water. Acha tuangalie kwanza Mathayo. Let's look at Matthew Sura ya 8 chapter 8. na mstari wa 14. Matthew chapter 8 verse 14. Matthew 8:14, the Bible says, hata Yesu alipofika nyumbani kwa Petro, akamuona mkwe wa Petro, mamaye mkewe, amelala kitandani, hawezi homa. Sawa? Mmoja huyo anamponya homa 15. Verse 15, akamgusa mkono, homa ikamwacha, naye akaondoka akawatumikia. 16. Verse 16, hata kulipokuwa jioni, wakamletea wengi wenye pepo. Akawatoa pepo kwa neno lake, akawaponya wote waliokuwa hawawezi. 17. Verse 17, ili litimie lile neno lililonenwa na nabii Isaya akisema, mwenyewe aliutua udhaifu wetu. Mwenyewe alitwaa udhaifu wetu. Na kuyachukua magonjwa yetu. Na kuyachukua magonjwa yetu yote. Lakini pale msalabani, but at the cross, huyu ambaye amechukua magonjwa yetu, the one who has taken all our sickness, alinyamaza. He kept quiet. Huyu Yesu, this Jesus, alitembea juu ya bahari. He walked on the sea. Hauwezi tembea juu ya bahari. You cannot walk on the sea. Acha hii michezo watu ambao wanajaribu kusema wanatembea juu ya bahari. Leave alone these jokes people are making around. Hakuna awaye yoyote anaweza kutembea juu ya bahari. Walk on top of water. Lakini mwanaume Yesu, but the man Jesus, usiku wa manane, in the middle of the night, wanafunzi wakiwa kwa chombo, together with his disciples in the mawimbi yanapiga huku na kule, and the waters were raging. Walimuacha huku kwenye mlima ameenda kuomba. They left him at the mountain. Wao wako kwenye bahari, and they are in the sea, katikati ya maji in mengi. the middle of so much water. Mimi nimetembea sana kwa bahari. I have walked so much in the waters. Zamani kwa napendaga
nikiingia kwa meli, So many times before I used, every time I could go napenda niingie huko chini, wanaita kukobe huko chini. every time I could go and hide down there. Huko chini ukiingia, Down there, when you go there, kilalo unasikia yale maji yanapiga pa. when you sleep, you hear how much the way Unasikia water raha yale maji yanapiga chupa. the ship. Unasikia raha kama You feel mawimbi so baada good the hajaanza way- kuleta shida. You feel so good before the waters begins Mimi raging. nishatembea kwenye maji muda mrefu, tena I've kwa used water miaka for mingi so many natembea years. na nalala kwa bahari. And even again, I've spent even nights, Tunaweza lala hata siku mbili, even 2 days, alafu tunafika. and then we get to our destination. Lakini kuna siku moja But one day ndio nilichukia bahari. is when I hated the sea. Kwa natoka mahali ambapo panaita Kalemi. I was traveling from Kalemi, Tunaenda mahali ambapo wanaita Uvira. and I was going to Uvira. Tunataka fika Uvira. Just before we get to Uvira, Nakwambia kulikuwa na mawimbi ile saa 11. at about 5, there was so much storm in the Kila sea, mmoja alikuwa anatapika kivyake. and everyone else was happening to be affected Haujui differently. kichefuchefu kimetoka wapi. You don't know how much you're feeling to be Manake vomiting, unaona kifo hivi. because you are seeing death. Mwote mnaenda hivi. All of you are going this way, Unakuwa kila mtu anaita Mungu wake. and everyone is calling upon his Kwa God. sababu hatari Why? inaonekana. Because there is danger. Bahari si kitu cha kuchezea. The sea is not a place to Na play. hivyo to joke ndivyo with. wanafunzi wa Yesu. And so this way the people Wako of the kwenye bahari. disciples of Jesus were in the sea. Mawimbi ni makali. There was so much storm, Lakini wanaangalia. but they are looking around, Wanaona kuna mtu anatokea. and they see someone coming, He, and they wonder, ni nani huyu? who is this kind of a man? Vyombo vyenyewe haviwezekani ziko hivi. Even our ship cannot withhold this kind of Lakini storm. kuna mwanaume mmoja But there is one man, anatembea juu ya. he is walking on top of water. Petro anasema ni wewe. And Peter is asking, is it Kama you? ni wewe, If it is you, ni ruhusu ask me nije. to come. Yesu anamwambia njoo. And then Jesus asked him to come. Petro And Peter, anaanza kuingia kwenye maji. he begins to get into the water. Kanyanga hivi. The first time he steps, Anaona kabisa hapa ni beton. Hapa ni he sees this one is hard. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Anatembea tena. And then he begins to make another Anatembea step. tena. Then he steps again. Anasema Yes, naweza kutembea juu ya it's bahari. possible I can walk on water. Akili ya mwanadamu ikakuja. And then the thoughts of a man came into him. Kakumbuka hii ni bahari. And then he remembered, this is water. Imemeza wengi, It has killed many. maliza wengi. It has swallowed many. Akiendelea kusema hivyo, And then as he continues to anaona think, mawimbi inatokea kule. and then he sees a storm Anasema, coming. And he says, oh, ona hii mawimbi. look at this one coming. Akatoa macho yake kwa And then Yesu. he removed his focus on Jesus. Akatazama mawimbi. And then he looked at the storm. Alipoyatazama When he mawimbi, looked at the storm, Biblia the inasema Bible says kaanza he kuzama. began to sink. Wakati wowote Every time unapotoa macho yako kwa when you Yesu, get off your focus on Jesus, utazama. you will sink. Utazama. You will sink. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Biblia Jesus. inasema ya kuwa And the Bible says, akakimbilia kabisa, akamwita Yesu. and he ran and he began crying to Jesus, Yesu akamwinua. and Jesus lifted him up. Kwa hiyo Yesu And therefore Jesus, alitembea juu ya bahari, he walked on the sea. lakini kwenye msalaba But at the cross, ananyamaza he kimya. was quiet. Nazungumza baada ya siku 3. I am talking about after 3 days. Baada ya siku 3. After 3 days. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Huyu Yesu tunayemzungumzia This Jesus you're talking about, alikuwa katikati ya watu wengi, he was among many people, wakataka kumshika, and they wanted to get hold of him. kapita katikati yao, And then he went through them. hawakumuona, They were not able to see him. akaondoka, And he left. akaenda. He left. Lakini kwenye msalaba But at the cross, hakutoka, he didn't leave. alibakia pale He remained there. kwenye msalaba. At the cross, Hana mavazi, he had no cloth. hakufanya muujiza juu havai, He didn't make a miracle, perform a lakini miracle, anabakia uchi, but he remained empty, uchi, naked, uchi. naked. Akakubali aibu ya msalaba, And he accepted the shame of the cross. hakutaka kufanya He did chochote not want to do anything kwa sababu because alikuwa anajua
He knew na baki uchi, that I am now naked. ili yule ambaye That for that one, nataka kumkomboa that I want to redeem him, apate vazi jipya. to be given a new cloth. Yule ambaye The one ninaenda that I'm kumkomboa, going to serve, ninachukua aibu I am yake, taking his shame. ninachukua madharau I yake am taking yote, his shame. ninachukua taabu I yake am yote, taking all the na trouble. kubali And I accept kubaki uchi. that to remain shameless. Akanyamaza And then he remained kwenye quiet msalaba. at the cross. Lakini kunyamaza kwake But he's quiet, he's kwa sababu silent. yangu mimi, It was because of me. nipate heshima For me to be respected, mahali singepata to be heshima, honored in a place that I could not lakini be kwa honored. sababu ya nguvu ya But because of the msalaba power of the cross, nipate nguvu, for me to be nipate strengthened, heshima. to be honored. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Hakuna muujiza There is no miracle ulifanyika pale, that happened there. akanyamaza. He kept quiet. Huyu Yesu This Jesus, ametenda mema, he has done anaitwa, anafufua, ni He mfufuaji. comes to resurrect. Walimletea waliokufa They brought those who were dead na to him, akawafufua. and he is resurrected. Hata yule alikaa siku 4 Even that one ambaye anaonekana anatoa was harufu even smelling. amekufa, The one dead, kila mmoja amemwacha, everyone had lakini Yesu but Jesus, anasimama kwenye kaburi, anamwambia Lazaro, toka kwenye he told them, kaburi, get up out of toka kwenye mauti, Get out of rudi. come to life. Anafufua, He resurrects. lakini kwenye But at msalaba the cross, kanyamaza. he got silent. Nilikwambia I told you, ili kuingia kwenye hatima, for you to get into your destiny, kwenye baraka, to your blessing, kuna uchungu, there is pain. na ili uweze kufikia baraka yako, And for you to get your blessing, lazima uvumilie uchungu. you have to withstand pain. Kwa hiyo Yesu alijua, And therefore Jesus knew, nikifanya muujiza wowote, if I perform any kwa miracle, sababu yeye ni Mungu, because he alikuwa na uwezo wa kufanya had chochote, every power to wa remedy, kujiondoa for msalabani, him to get off the wa cross, kutoka msalabani. for him to get out of the Lakini cross. akasema nikitoka But he said, msalabani if I get out of this cross, sitapata I jina will not get a name. lipitalo And majina then there is yote. above every other Kwa name. hiyo mimi niko hapa I am here na kubali and I accept aibu yote ya every msalaba. shame of the Biblia cross. inasema And the alichapwa Bible said he sana, was beaten. alipigwa He sana, was beaten. wakamtundika kwenye mti, And they put him on the akachukua laana, and he took all the shame. akachukua balaa zote, Took every pain. akachukua mateso He yako, took all the pain. akachukua fadhaa He yangu, took all my shame. akachukua umasikini And he wangu took my ili poverty. niweze kuwa tajiri. For me to be rich. Akasema sitaacha, And he said that I will not depart. sitatoka I will pale, not depart from the lazima cross. nimalize I have to kazi, finish my work. lazima nimalize I have kazi. to end my work. Ulimwengu unamtazama, Entire world is mapepo looking at me. yanatazama, Every demon is dunia looking at me. inatazama, The whole world is wanamjua ya kuwa They know ni him. mponyaji, He is a healer. anafufua, He is a resurrector. anatenda miujiza, He is a healer. ishara na miujiza miracles. zilifuatana naye. And even Kwa hiyo yuko miracles msalabani, He is at the wanasema cross. kuna muujiza utatokea, He says that this lakini is Yesu But Jesus, anajua wanadamu, he knew men. anajua vizuri He knew kabisa their mind. wanangoja They muujiza, are waiting for the lakini Yesu miracle. anajua But Jesus knew siwezi fanya that I chochote, cannot perform any nataka miracle here. nipitie haya yote I want to go through all this ili so that ninayemkomboa the one I am redeeming asipitie will hichi. not go through this. Mpendwa, nataka I kukuambia want to tell you, beloved, huyu Yesu, this Jesus, huyu Yesu this Jesus, anashinda watu wote. he is above any person. Huyu Yesu This Jesus, ni mkuu mbinguni na duniani he is kote, great above hata and here, kuzimu. even in the Sheol. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Napenda neno hili. I love this word. Asubuhi nilikuwa nasikia hili neno linanikuja. This morning I was saying Heri this word. kumkimbilia Bwana Better run to God kuliko kuwakimbilia than going wanadamu. than clinking on men. Ukikimbilia Because wanadamu, when you clink on men, wanadamu watakufedheresha.
Men will Wanadamu watakulilisha. Men will make you cry. Wanadamu watakushangaza. Men will even want Lakini heri kumkimbilia Bwana. Kwa maana unapomkimbilia Bwana, when you run to unakuwa salama. You will have your shield. Hatuzungumzii habari ambazo ni za hadithi njoo. We are not talking about just lakini tunazungumzia habari ambazo ni za kweli. But we are talking about reality and truth. Habari za Yesu. The truth of Jesus Christ. Ambaye kila anayempokea, everyone who receives him, amekuwa salama. He is okay. Kila anayempokea, everyone who receives him, ataingia mbinguni. He shall get to heaven. Kila anayempokea, everyone who receives him, anakuwa na ulinzi. He'll have protection. Ulinzi kamili. Protection. Ninapotembea when I walk kwenye jiji la Nairobi, in this city of Nairobi, ninatembea, I am walking, sina bodyguard, I don't have a bodyguard, lakini najua hatua zangu, I know all my steps, zinaongozwa na Bwana. being led by God. Najua ya kuwa I know that kunaye anayenichunga. there is one that is mapepo, mashetani wanapotupa mishale, hiyo mishale ya usiku, hiyo mishale ya mchana, lakini katika jina la Yesu aliyeshinda msalaba, hakuna pepo, hakuna mchawi, hakuna urogi ambao unaweza kufaulu dhidi ya maisha yangu. Natembea kama mimi, lakini najua nimezungukwa na jeshi kubwa. Kwa hiyo siwezi kuogopa, kwa maana Bwana yuko upande wangu. Kwa maana alimaliza yote msalabani, akasema yote yamekwisha. Praise the Lord. Kwa hiyo nina sababu, and therefore I have every reason ya kuringa, to boast. Ninapomtumikia Mungu, when I serve the Lord, ninaringa, I boast, kwa sababu ninayemtumikia, because the one I serve, ni mzima, he is alive, aliyeshinda. he overcame. Simtumikii mufu. I'm not serving a dead person. Simtumikii mufu. I'm not serving a dead person. Hallelujah. No, hallelujah. Ninamtumikia, I am serving aliyechukua aibu yangu. the one who took my shame. Ninamtumikia, I am serving ambaye the one ananibeba, that carries me, ananibeba, carries me, ananibeba, carries me. Wakati kuna shimo, and the time when there is a ditch, he carries me, so that I don't fall into it. Mashimo ni mingi. There are so many holes or ditches. Usizanie unapendwa sana. You don't think that you're being loved so much. Hakuna. No. Na hata anakuonesha nakupenda. Even the one who shows you that loves you, kuna kitu anapenda kwako. There is something that he loves. Na hicho kitu kikipotea, and when that thing gets hatakuwa karibu na wewe. He will no longer be close to you. Akifanyikiwa kile alikuwa anataka, if he just gets whatever he wanted, hatakuwa karibu na wewe. He will no longer be your friend. Lakini mwanaume Yesu, but the man Jesus, ametupenda, he has loved us kwa upeo wa ajabu, with the agape love. Sisi hatukuanza kumpenda, we did not love lakini him first, yeye alitupenda, but he loved us katoa uhai wake, and he gave his life kwa sababu yetu. Because of us. Hakuachi he will not hata wakati wa giza, ingawaje hata kivuli chako kinaweza kukuacha wakati wa giza. Wakati unaingia kwenye giza, kivuli kinaogopa, kinapotea. Lakini mwanaume Yesu aliyoshinda msalaba anaingiaga na wewe kwenye giza, na anapoingia na wewe kwenye giza, yeye anakuwa mwangaza katika maisha yako. Bwana asifiwe. Hallelujah. Bwana asifiwe. Praise the Lord Jesus. Lakini msalabani, but at the cross, akanyamaza. He kept quiet. Akanyamaza tu kimya. He became silent. Akakubali, and he accepted, kuchukua aibu, to carry all of our shame. Akiwa pale msalabani, while at the cross, watu wanaangalia. People are looking at him. Kiangalia msalaba, when we look at the cross, vile ulivyo, the way it is made, pepo mkuu wa anga, the greatest of all the demons, anazani atamweza. He thinks that he'll overcome him. Pande zote, that all the sides, iwe chini, beat down, iwe pande zote, or the other side, all sides, mapepo yote yaliinuka, all demons rose, ili waone Yesu kama atashindwa, to see if Jesus will become a victor msalabani, at the cross. Lakini Yesu,
But Jesus, akachukua fadhaa zetu. he took all of our Anasema shame. leteni nyote. He said, come to me all. Mwenye anatoka ushago, The one who comes from mwenye the anatoka fields, town, the one who comes from the mwenye cities, anatoka mbali, the one who comes from mwenye far, anatoka and karibu. the one who is close. Leta mizigo hii. Bring all your burdens Akiwa pale msalabani. while I saw the cross. Kwa hiyo mapepo Therefore, wanashangilia. demons are chanting. Walipoona anatoa machozi, When they saw him cry, hawakujua they didn't know ni nini inabadilishwa. that what is it that is changing. Kumbe ilikuwa inabadilishwa. Instead he was Mimi changing. na wewe Me and you. anatulipia He is deni. paying Anasema a debt. lazima nilipe He said that I deni. have to pay for you. Lazima nimalize I hii have to kazi. finish this work. Nilikuja kwa sababu ya mwanadamu. because of a human Mwanadamu aliyekuwa amepotea. Who was lost. Mwanadamu ambaye alikuwa ametoa harufu. The one that was Lakini smelling. nakuja But I kumwosha. have come to wash you, Tena sio kwa maji. not by Lakini water, kwa damu. but by the Kwa blood. damu The blood. yangu. My own. Ili mwanadamu So that every aweze man kupata ukombozi. have the redemption. Akiwa And msalabani at the cross, wakazani atashindwa, they thought that it would be wakazani atadharau, They thought that it was wakazani kuna miujiza atatoka And they pale, thought that it will lakini perform a miracle. neno kubwa But such a big, akasema he said, yote all yamekwisha, has been finished. yote Everything yamekwisha, has been finished. laana Every joke imekwisha, is done. madharau Every shame imekwisha, is done. magonjwa Every sickness imekwisha, done. taabu Every zimekwisha, is done. yote Everything yamekwisha. is finished. Akakata roho. And then he died. Siku ya kwanza, The first day. siku ya kwanza The first day katika maisha ya mwanadamu in the life of a human being. kuna kuaga na mambo ambayo hautarajii. There are things that you don't expect. Inakuaga ni siku ya uchungu. Is that day of pain? Wakati wowote Every time uchungu katika maisha yako there is pain in your life, ni siku ya kwanza. is the first day. Yesu Jesus akapata uchungu had so much pain, mkali sana so much severe pale msalabani, at the cross. siku ya kwanza. The first day. Siku ya pili The second day katika maisha ya mwanadamu in the life of man, kuna kuaga na ukimya. there is that silence. Na huu ukimya, And this silence, kila mtu hana la kusema. nobody has anything to say. Wakati mwingi ukipitia uchungu, Many times when you're going through pain, watu wengi hawataki kujitanisha na wewe. many people don't want to associate with you. Hata Yesu alikiwa msalabani, Even Jesus, while at the cross, kwenye ule uchungu, through the pain, watu walikuwa wanamuonea kwa mbali. people were staring at him from Hata far. mama yake alikuwa analia Even kwa the mbali, mother was crying from afar, alikuwa akimwangalia mbali. looking at him from afar. Wakati wowote Anytime unapoingia kwenye uchungu, when you get into pain, usitegemee don't expect faraja ya mtu, even any hope na from ndio man. maana usilaumu watu, Therefore, don't blame people, sababu Mungu because God, uruhusu He will allow wakati wa ziki in the time of pain watu kukuacha. people to forsake you. Hata yule ulikuwa nadhania Even the one you ever thought hawezi kukuacha, that can never forsake you, anakuachaka He will always forsake you siku ya kwanza. in that first day. Hata yule ambaye ulizania kama Even the one you ever thought wakati nitalia that when I'll be crying, atachukua kitambaa he anipangusi, will take a handkerchief and wipe away my tears. hakuagi na He kupangusa, will never wipe you. anakuoneaka He will mbali, always stare at you from afar. anakuoneaka mbali. Stare at you from far. Siku ya pili maishani, The second time in life, baada ya mateso, after all baada the ya watu trouble, kukuongea, after people baada talking ya about watu you, kukukimbia, after people running away from Mungu you, anaruhusu watu wanyamaze. God allows people to go silent. Walikuwa na kuongea, They were talking about you, wanaona hakuna kitu cha and kukuongea. they say there's nothing, We si kitu. there's no more Hata anything to ukipita talk about. fasi, Even when you go through watu wote somewhere, wananyamaza. everyone is quiet. Biblia inasema siku ya pili The Bible, the second day, hata wanafunzi hawakuonekana, even the disciples were not seen. alijificha. They hid Kukakuwa themselves. kimya Everything was kwenye quiet mji, in the entire city. kila mtu amenyamaza. Everyone is quiet. Lakini baada ya siku But tatu, after the third day, baada ya siku after tatu, the third day, muujiza ambao tulitarajia the miracle we expected ufanyike siku ya to kwanza happen the first day unafanyika baada ya siku is tatu. happening after 3 days. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Baada ya siku After tatu the third
day. Acha upitie uchungu. Go through pain. Acha upitie mateso. Go through trouble. Siku ya kwanza The itapita. first day will pass. Haikai. It doesn't stay. Itapita. It will pass Siku eventually. ya pili. The second Ambayo day. kila mtu When everyone atanyamaza is kimya. quiet. Itapita. It will pass. Lakini baada ya siku But tatu, on the third Biblia day, inasema the Bible says, mtetemeko ukaingia. there was an earthquake. Mtetemeko There ukaingia. was an earthquake. Makaburi yakafunguka. Every tomb opened. Waliokufa The one katika who was Kristo dead in Christ. wakatoka kwenye They makaburi. resurrected. Baada ya siku tatu, After third day, baada ya siku tatu, On the third day, maskari even those walikuwa who wanalinda kaburi. were taking care of Maskari those soldiers, walikuwa na mabunduki they pale. had all the Maskari walikuwa wanasema tunachunga hii mwili were taking care of isiende popote. Walijisifu siku ya kwanza, God. wakajisifu siku ya pili, God the second lakini day. siku ya tatu But the third day, adui hawezi kujivuna. the enemy cannot- Adui hatainuka juu ya maisha yako. never stand over the Ambia adui yako, your enemy. inawezekana niko siku ya It's possible kwanza, on the first day. inawezekana niko siku It's ya possible pili, on the second lakini day. siku ya tatu But on the third hawezi day, kusimama mbele You yako, cannot kwa stand sababu Yesu because yuko ndani yangu. He is in me. Siku ya tatu The third day, havumiliagi tena. Biblia inasema ya kuwa The Bible says, malaika wakashuka angels came down. wakaondoa jiwe. Mwanaume Yesu Jesus, aliyezarauliwa, one was ashamed, aliyekataliwa, one was rejected, aliyepata aibu, one was siku ya tatu The day akafufuka. came and Biblia resurrected. inasema, The Bible says, Yesu anasema Jesus said, nimepewa I have been given jina power lipitalo majina yote. that is above Baada every name. ya siku That tatu after the third day, Yesu anapata jina Jesus has a name lipitalo that is above majina every other yote. name. Katika hilo jina That in that name, mapepo yanakimbia. every demon shall Katika run. hilo jina that name, uchawi hausimami. witchcraft cannot Katika stand. hilo jina In that madevo name, worshiper hawawezi. demon worshippers Katika cannot hilo stand. jina In that name, amani tunaiona. we have peace. Katika hilo jina, That name, katika hilo jina in that name, ametupatia uwezo He has given us wa power kukanyanga kila kitu. to stand on everything. To stand Uweke, on it. uroge, uchimbue. You put all the Asema saa witchcraft, mtu atapita everyone will avimbe mguu, then let the utavimba let swell. wewe. You will swell yourself. Lakini aliye na Yesu, But the one was Christ. siku ya tatu The third day, tulipata ushindi. we had victory. Alitoka kaburini. He got out of the Katika hilo tomb. jina, In that name, shetani anatetemeka. Satan is trembling. Shetani anatetemeka. Satan is Na trembling. ndio maana That's why hata ukitembea even when you walk, ulale you have, saa 8 za usiku, even in the middle of the night, wanamwaga tu mchele, sijui ni mchele kama ni nini, I don't know kujua what they are throwing on your paka zinazunguka even kule. Lakini cats are mtoto wa crying. Mungu But the Son of unasema God, nimepewa he said, jina I've been given the name, lipitalo majina the name that is yote, above every other, jina la the Yesu. name of Jesus. Wewe mzunguruke, You do all, mwangaike. suffer Mimi nalala yourselves. usingizi, I am sleeping kwa sababu neno la Mungu linasema because the word of the Lord atatupatia says, usingizi kama watoto He will wadogo. give us Kwa hiyo sleep like unajigeuza children. tena, And then I turn unalala. myself, Hapana and vya then I kukimbia sleep. kukemea kemea, Don't run juu and unasikia paka nalia. Oh, because there's a Unanishangaza, cry. You wonder. unanishangaza. You make me wonder. Alimaliza yote, He finished na everything. baada ya siku And tatu after the third day, akafufuka. he resurrected. Acha mapaka ili Let those cats itane cry. mapaka zote na mababu zao na mashangazi zao na majomba zako, zikuje kwenye mlango wako, zianze kulia alto soprano sijui nini, Whatever bezi. voices, We lala, asema sleep. huo mziki unanibamba. Tell them that Ongeza song is so tena. good. Add the volume. Ongeza tena, All the volume. ongeza Add tena. the volume. Chukua blanketi, Take your blanket. lala. Cover yourself. Niko na jina Because I have a name. lipitalo A name that is majina above yote, every other name. ambalo ni jina That is la the name Yesu. of Jesus Christ. Jina la Yesu The name of ni Jesus jina lipitalo is a majina name yote. that is above every Huyo other name. mtoto wa Mungu This Son of God, hapana kuishi maisha ya hofu. don't live a life Oh. that is full of fear. Niliona mtu Oh, I saw yuko someone. mweupe hapa He's na yuko mweusi red hapa. here,
black here. Naona kama maisha yangu iko pabaya. Awe mweusi, let it be black, awe mweupe, let it be red. Niko na jina. There is a name majina yote. that is above every other name. Na bope wako habutanifanya kitu. Whatever you have in your face will not make me anything. Kwa jina. In the name of Jesus. Baada ya siku 3. After the 3rd day, Yesu Jesus akatoka kwa kaburi. He resurrected from the tomb. There's no one else that has ever resurrected. Biblia inasema, the Bible says, atupatia haki ya ukombozi. He has given us the righteousness of redemption. Kwambia shetani uko wapi? He got into watesa watu. In Sheol and he umesimamia mauti. You've been there holding death. Kwambia nipatie kifungu. Give me my keys. Shetani anatetemeka. Satan is trembling. Anasema hapana. He's saying no. Anasema nimekufuata. Jesus says, I've followed you here. Nimekufuata. I have followed you in hell. Hiyo siku ya pili. And that second day, alikuwa anapambana na ibilisi. He was fighting with the devil. Haki zote. And he took all. Nimewanunua hawa. I have bought this lazima nichukue haki yote. Everything of them. Kwa hiyo akapata haki yote. And therefore he took all their righteousness. Akakuja na kifungu. And he came with the keys. Cha mauti na kuzimu. Kwa hiyo mauti haiko tena. Is no more. Kwa walio katika Kristo Those who are in Christ Jesus. Sisi tunaishi milele. We are living forever. Baada ya haya maisha, after this life, hatupotei. We will not get lost. Tutaishi milele. But we shall live forever. Pamoja na Kristo. Together with Jesus. Baada ya siku 3. After the 3rd day. Kwa hiyo, therefore, chochote unachopitia, anything you're going through, inawezekana hakuna muujiza siku ya kwanza. There is no miracle the first day. Siku ya pili. The second day. Lakini siku ya 3. But the 3rd day, makaburi yatafunguka. Even the tombs will be open. Mungu awabariki. God bless you. Amen. Amen.